Simulizi ya maisha na historia ya Thomas Abson, mkuu wa wilaya ya Ikungi mkoani Singida. Simulizi hii itakufunza mambo mengi sana wewe kama ni mtu ambaye unachipukia katika mizizi ya siasa. Simulizi hii ambayo imejawa na safari nzima mwanasiasa mkamilifu aliyepitia milima na mabonde, kuanguka mpaka kuinuka, kuchechemea mpaka kutembea. Na huyu si mwingine ni Thomas Abson. Karibu nikupitisha mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii. Mimi naitwa Daud Alexander Scodrizi. Hii ni channel yetu inaitwa Usiku TV kwa ajili ya kuposti na kutoa habari mbalimbali zinazohusu historia na simulizi za maisha ya watu mashuhuri, hasa wanasiasa. Karibu ungana nami mwanzo hadi mwisho. Ukibonyeza alama subscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa nguvu ambaye kila wakati na kila muda utakuwa wa kwanza kupokea na kupata simulizi zetu pale pindi zinapotoka kila wakati. Ungana nami tuanze simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Katika ardhi ya Tanzania ambako jua huchomoza juu ya savana pana na maisha hufundisha uvumilivu tangu utotoni, alikuwa kijana aliyejifunza mapema thamani ya uwajibikaji, nidhamu, na huyu ni mwanaume mmoja tu, Thomas Abson. Maisha yake yalijengwa juu ya misingi ya kazi, heshima, kusikiliza watu, mambo ambayo baadaye yangemchonga kuwa kiongozi wa umma. Safari yake ya elimu na malezi ilimfundisha kuwa kiongozi sio cheo bali ni dhamana. Aliamini kuwa kiongozi bora ni yule anayesimama katikati ya watu wake, akisikiliza shida zao na kutafuta suluhu kwa haki. Mtazamo huo ulimfanya ajenge uhusiano mzuri na jamii popote alipohudumu. Alipoaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ikungi, Thomas Abson alikanyaga ardhi hiyo ikiwa na maono, maendeleo na jumuishi. Ikungi, wilaya yenye changamoto na fursa zake, ikawa uwanja wa kutekeleza falsafa yake ya uongozi na vitendo. Alionekana mara kwa mara akitembelea miradi ya maendeleo, akizungumza na wananchi, akisisitiza wajibikaji na utumishi wa umma. Kiongozi wake alihimiza mshikamano, amani, ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo na utawala. Alisisitiza kuwa maendeleo ya kweli huanza na nidhamu, maadili na matumizi sahihi ya rasilimali. Kwa vitendo, alionyesha kuwa kiongozi hupaswi kukaa ofisini peke yake, bali uwe tayari kushuka chini na kuona hali halisi ya wananchi unaoongoza. Hadithi ya Thomas Abson ni hadithi ya safari ya kujifunza, kuhudumu na kuamini kwamba mabadiliko huanza kwa mtu mmoja mmoja aliye tayari kubeba jukumu. Ni simulizi ya kiongozi anayetazama mbele, lakini ulikita mizizi katika maadili ya jamii. Simulizi ya Thomas Abson, mkuu wa wilaya ya Ikungi mkoani Singida, ni simulizi iliyovutia watu wengi sana. Ingawa tarehe yake na siku ya kuzaliwa haziwekwa wazi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa katika vyombo vya umma, na taarifa hizo haziko wazi. Hivyo hili lilitufanya tuendelee kuifuatilia simulizi hii na historia yake ya maisha kwa kina. Pale pindi watakapokutoa tarehe yake kuzaliwa, tutarudi tena kuja kumchambua na kumdadavua Thomas Abson. Lakini kwa sasa ni kupitisha katika hatua yake ya ukuaji mwanzo hadi mwisho. Kazi yake kama mkuu wa wilaya. Thomas Abson ni mkuu wa wilaya Ikungi mkoani Singida, Tanzania. Alikabidhiwa rasmi nafasi hiyo ilikuwa ni Januari 27 mwaka 2023 baada ya kuhama kwa mtangulizi wake Jerry Muro. Katika utekelezaji wa majukumu yake, ameongoza mikutano ya uongozi, bajeti na maendeleo ya wilaya. Amehimiza ushiriki wa wananchi katika shughuli kama uchaguzi wa serikali za mitaa. Amewahimiza waumini kuimarisha amani, maadili na ushirikiano katika jamii. Amechangia kuongoza miradi ya mazingira, uchumi kama utekelezaji wa miradi ya biashara kaboni ili kukuza mapato ya wilaya. Alipewa nafasi ya mkuu wa wilaya Ikungi kama sehemu ya uteuzi wa watumishi wa umma wanaoendeshwa na serikali ya Tanzania. Hiyo inamaanisha yeye ni mtumishi wa umma aliyepewa jukumu la kusimamia utendaji kazi na maendeleo ya wilaya hiyo chini ya wizara husika. Kwa sasa kuna taarifa rasmi kuhusiana na umri, tarehe ya kuzaliwa, maisha yake ya awali ambayo yanapatikana mtandaoni au katika rekodi zinazoweza kuthibitishwa. Sasa mengine hayo yote tutakueleza katika simulizi ijayo ambayo itakuwa imeambatana na tarehe yake ya kuzaliwa pamoja na mwezi, ambapo tutaenda kumdadavua tena Thomas Abson, mkuu wa wilaya
ya Ikungi mkoani Singida. Simulizi hii yenye kuvutia watu wengi sana imeweza kutuonesha kwamba Thomas Ackson aliweza kupambana toka hatua ya chini mpaka kuja kukabidhiwa jukumu la kuwa mkuu wa wilaya ya Ikungi Singida, ikiwa ni baada ya mtangulizi wake Jerry Muro kuondoka. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Usubscribe ndio kwa mwanafamilia wetu wa kwanza na nguvu kupata update zetu kila muda. Asante.